Karibu Elimu kwa Jamii. Kipindi kilichopita tuliangalia nini maana ya nguvu ya maneno, tukaangalia na athari nini maana ya athari za nguvu ya maneno. Sasa leo tunaenda kuangalia umuhimu wa nguvu ya maneno. Pia nakushauri kama video hiyo hujaipata, nitakutumia kwenye tatuma linki ili kuweza kupata na kuweza kwenda kujifunza zaidi, kwamba tunapoongelea sasa leo, mada ya leo tunaenda kuangalia umuhimu wa nguvu ya maneno. Katika maneno sasa tunaenda kuangalia sasa umuhimu gani. Cha kwanza tunasema umuhimu wa maneno hujenga uhusiano mzuri baina ya watu, aidha katika kazi, katika mahusiano, katika biashara. Unapoongea vizuri na watu katika mazingira fulani, hii inaweza kujenga uhusiano mzuri baina yako na watu wengine. Kitu kingine, utia moyo na kuongeza matumaini, aidha katika watu waliokata tamaa, aidha katika wagonjwa wanasumbuka na magonjwa mbalimbali. Unapowatia moyo na uongeza matumaini katika watu waliokata tamaa. Kitu kingine, uimarisha mawasiliano kazini, shuleni na nyumbani, kama tulivyosema, aidha katika kazi yako wewe na mwajiri wako, aidha nyumbani, baba na mama, watoto na familia nzima, mnajenga uhusiano na kuongea, uimarisha mawasiliano mazuri, aidha katika kazi, katika shule na nyumbani. Shuleni, je, mwanafunzi na mwalimu mnaongeaje? Katika maneno. Kwa umuhimu maneno, kwanza uweze ukajenga na kuimarisha mahusiano mazuri. Kitu kingine, usaidia katika malezi ya watoto. Katika baba, je, baba wewe unaongeaje katika na mafamilia, ukikaa katika na watu familia na watoto wako, unaongea katika muktadha gani au katika lugha gani unaongea? Wale watoto wanaweza kuathirika katika ile lugha unaongea wewe. Kwa ni angalie ni maneno gani, kwamba unapoongea katika familia maneno yanaweza kujenga. Kitu kingine tunaongea kwamba uimarisha uongozi na ushawishi. Unapoongea katika umuhimu wa maneno, tunaona kabisa kwamba yanaweza kuimarisha uongozi na ushawishi mkubwa katika watu, aidha katika wewe ni mwanasiasa. Tunaongelea watu wana kampeni, wanaongelea kwamba anashawishi kulingana na maneno, kwamba bana, tutafanya hichi mkituchagua, tutafanya hichi, au tumefanya 1 2 3, mkichagua tutaendelea tulipoishia. Kwa ni nguvu ya maneno ambayo anaweza akaitumia ili namna gani ya kushawishi watu. Kwa huo tumeangalia, tumeona umuhimu wa athari za maneno, umuhimu wa nguvu ya maneno. So kipindi kinachokuja tutaangalia athari za nguvu ya maneno, aidha tunaweza kuangalia athari chanya na athari hasi katika muktadha au katika maeneo uliopo. Usikose video inayofuata.